Pongezi tu. Sina alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amejalia. Mapambano tulikuwa tunapambana msimu huu kwa upande wa ligi tumeweza kufanikisha. Kwa hiyo mama alikuwa wa kwanza kunipigia kusema alhamdulillah na kunipa pongezi. Na hii simu ya pili ya nani? Hii simu ya pili, simu ya mtumba. Alikuwa kupicha picha hivi barabara, simu ya mtumba. Nani anaambia yuko Sinza? Ni wai. Nasikia? Kwa amempata amesema yuko Sinza hawai. Anaambia wai. Hongera sana, mmefanikiwa kuwa mapema kwa msimu mwaka 2024-25. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa hongera zako. Mara tano mfululizo alikamu na mnawapiga wachezaji. Unajisi mwenye bahati kiasi gani kwa Young Africans kati ya mmoja na nafikiri kwa viongozi wote kuanzia kwa rais wetu Engineer Hersi Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji na aliniambia mwisho wa msimu wewe tukuulize. Nilikwambia kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu unakumbuka? Ndio. Wala mwisho nilikwambia Yanga na kazi mbili tu msimu huu. Kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba anamaliza msimu akiwa tupu. Ndio. Imetimia. Kaondoka na nini msimu huu? Wanaondoka na lawama. Bwana wanasema ile hakuna pointi tatu bila kumkaba mpanzo. Vipi mpanzo kwa namna ambavyo mtizama kwenye game ya leo? Usiwape kiki ya wachezaji kawaida au shehe. Kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo, halafu kuna profesa mpira Pacome Zouzoua. Leo kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo. Waamuzi vipi? Amechezesha vizuri sana. Na tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti na sio kwa ubaya. Kicho tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani kile mpira ulipokuwepo, huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa. Nafikiri kama ni 10 hivi, yupo tukio analiona kwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama taratibu rasmi watasema Simba sasa. Sio sisi Yanga. Ndio. Simba watasema kama na mwakani wanataka aje mzungu, sisi Yanga. Ndio umepelekea kupatikana kwa nafasi chache. Maana ukiangalia kipindi cha kwanza ulikuwa na on target moja na kona mbili. On target moja ya Yanga walizia vizuri. Ya Yanga Israel Mwenda alipiga free kick. Sisi pia kwenye mechi leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwa tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha ambao walikuwa wanafuta matokeo, tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili kwa sababu tuliongeza gia na ni makosa yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya leo kuadhibu nao. Makosa yale ya kuto kuiheshimu Yanga. Muda ulipozidi kwenda mbele wakaona kama wametumudu. Wakaanza kutawanyika kama kuku aliyekata kichwa. Sio tukaanza kutumia zile nafasi. Bado ukiangalia ni matokeo ya mpira wa counter na sisi tuna quality Pacome Mzize tuweza kuhukumu. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na style tofauti kuja kwenye game. Kimya ni utoto na ushamba waliofanya. Yaani nirudie kwa herufi kubwa. Walichokifanya ni utoto na ushamba. Ndio niwape tathmini hapa. Sije nikasema tumeongea bila tathmini. Lengo lao kubwa na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa mapato, si ndio? Nataka niwaonyeshe ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo. Wewe simu ifanye kazi wasije ni nyingi. Final hapo, si ndio? Wewe utawasomea wenzako. Watu wangapi? 51,805. Shilingi ngapi? Milioni 443. Maana yake Yanga tumepata hela. Tafsiri ya kwamba Yanga amekosa mapato haina ukweli. Yanga tumepata hela. Si maana yake? Na hawa ni idadi ya watu waliokata, sio watu walioingia, idadi ya watu waliokata tiketi. Sasa watu hawa wako wapi? Ndio swali la msingi inabidi mjiulize nani. Tiketi zimekatwa 51,000. Na watu walioingia ndani ni wachache. Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani ambao kwa utoto na ushamba ambao wameufanya Simba, mashabiki hao wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato, utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? Ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja. Tafanya hivi. Lakini kususia press conference, kususia kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo, huu ni utoto na ushamba ambao sikia nikueleze ndugu yangu, ambao
imewaathiri leo mashabiki wa thamani ambao mpaka mchana ilikuwa hawajui tiketi wanazo, na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano, watu walikuwa na sintofahamu. Kwa mimi kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba. Hao wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa, ila kama Simba watawoka kimya waombe msamaha sio jambo jipya, kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki. Washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa. Kwa sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao watatikia tumeshindwa kuja kwa mchezo leo.